Wacheni kudanganywa na mtu yoyote ya kwamba mimi ndio youngest, wale wengine ni wazee, mimi ndio natoka sijui pande gani, watu wetu hawapendwi. Hakuna mtu hapendwi. Uongozi mbaya unaleta mambo mabaya. Haya ni mashindano. Yes. Na watu wasiweke ukabila hapa, hakuna ukabila. Na mwenye nafikiria ukabila inaweza msaidia haiwezi. Tazama sisi Wakikuyu tumekuwa na president miaka mingi sana. Wakalenjin wamekuwa na president miaka mingi sana. Lakini hiyo ijazuia wao kutokuwa na shida. Mimi sina role model. Mimi ndio nitakuwa role model. You know what, last week I promised you, niliwaahidi kitu ati ya kwamba leo nitarudisha Mama Soko, and thank you. Nikukumbushe tu kipindi cha The Truth Seat kimeletwa kwako na Tiankara. Tiankara ndio naona kila wakati kwenye studio ninakuja na nguo za Ankara ama kitenge. Hawa Tiankara unawapata pale Nakuru. Hawa ndio wanatengeneza hizi nguo. Na uzuri wa Tiankara ni kwamba wameajiri vijana wengi sana. Wamechukua vijana, na ni kitu ambacho kiko na msingi wa Kikristo, kwa sababu wanafanya vile kwa kuleta employment, alafu vijana hawaingii kwa mihadarati. Tiankara, ukitaka nguo kama hizi, akina ladies manze mko sorted. Wako pale Nakuru, unaweza wapata Nakuru, vile vile kule Eldoret, Nairobi, na Australia na South Africa pia wako kule. So mtazamaji, kwenye studio kwa mara nyingine niko na Mama Soko. Mama Soko amejulikana sana kwa sababu mara utampata Mama Soko ni mama anajituma, na wengi wamemuona, na siku ya leo nimebahatika ama nimeheshimika kumhost kwenye studio. Mama Soko, kabla sijafanya kitu kingine chochote, mbona Mama Soko? Mbona wamekuita Mama Soko? Unajua jina Mama Soko linalinganishwa ama linahusishanishwa sana na mama mzee. Mbona wewe ukaitwa Mama Soko na unapiga tabasamu unapoitwa Mama Soko? Yes. Asante sana. Jina Mama Soko ni jina la kifahari. Ni jina ambalo nilipatiwa na watu wa soko. Nilikuwa nafanya kazi pale sokoni. Wow. Nikiwa msichana mdogo. Na mimi ni msichana wa kujituma. Pale wakanita Mama Soko hadi likawa. Lakini majina mengine ni Eunice Wambui, Mama Soko Muriithi. Na lile jina limenakiliwa katika kitambulisho changu. Hilo ni swali nilitaka kukuuliza. Kwa sababu mara mingi watu wanaanguka. Kwa sababu hawakujui Eunice. Wanajua liko kwenye kitambulisho. Liko kwenye kitambulisho hasa. Okay. Liko. Tuendelee Mama Soko. Asante. Sasa ukakuwa pale sokoni. Nilikuwa pale sokoni 2013 to 2017. Nikachaguliwa kukuwa MCA wa eneo linaitwa Viwandani. Wow. Na nikawakilisha wale watu vyema sana. Kule nikajenga masoko, vijana wa boda nikawajengea sheds, nikajenga madarasa ya watoto ambao ni walemavu, nikaweka trauma center pale hospitali yetu ya District Hospital pale Naivasha. Nikaweka generator pia pale Naivasha bado. Nikatengeneza vifaa vingi hadi pale kichinjio chetu cha Naivasha. Nikaweka ile inaitwa holding ground pale wanapoleta mifugo ya kuchinja wanaweka pamoja. Hadi pia nikawekea fridge pale. Sababu kazi ya MCA ni ya kujituma pale mashinani. Kwa hivyo nilifanya kazi hiyo. Vijana wa boda mpo pia nyinyi, niliwapatia driving licenses. Mlienda shule mkahitimu. Na sasa hivi mimi ni mama ambaye ako na furaha sana kwa sababu nawaona wanapoendesha motorbike kule. Kazi ni mingi, mafundi tulifanya na wao. Wakaweza kupata zile NCA cards. Wakaweza kwenda katika ujenzi kule Nairobi, town kubwa kubwa kama hii Nakuru yetu city, pamoja na mahali kwingine hadi pale kijijini. So nilisaidika sana kukua MCA, na mimi nikafanya kazi kweli kweli. Ukienda pale Naivasha utaona mabarabara ya lami ya kwanza pale katikati ya town ambayo ni kidogo imetoka town, niliweza kuweka lami.
Na hadi pia nikasaidika sana tukiwa tunafanya majaribio ya barabara ya kuweka kablo, na ikakuwa sawa sana, na bado hata saizi inapitika vizuri. Barabara nyingi tulitengeneza pamoja, mambo ni mengi tulifanya, hata mataa ya mulika mwizi pamoja na yale ya street lighting tuliweka pamoja. Kwa hivyo mimi ni kiongozi wa pale, na mpaka watu wa hapo Naivasha huwa wananienzi sana kama kiongozi wao wa 2013 to 2017 kama MCA wao. Mama Soko, kiti cha women rep ama mwakilishi wa kina mama ni kiti ambacho unazunguka katika jimbo nzima, unazunguka the whole county, na kiti cha mbunge ni pale tu eneo bunge. Mbona ukachagua kiti cha women rep ambacho kina kazi mingi sana kutafuta na munaenda bunge moja? Mbona ulichagua women rep na sio mbunge? Asante sana Jose kwa hilo swali. Mimi nilichagua woman rep kwa sababu naona hisia zangu ziko pale. Na kwa sababu kazi ya woman rep ni ya kuwajali wale ambao hawajiwezi. Mara mingi wale hawajiwezi wamesahaulika. Na huwa watu wengi wakuja kutafuta uongozi wanasema tunakuja kusaidia wale ambao hawajiwezi, lakini hawapatikani ng'o. Unaona siku ambazo zimepita, umeona mambo yale ya empowerment yakifanyika hapa. Serikali kuu ikikuja hapa kufanya empowerment. Hiyo hasa ni kazi ya woman rep. Hiyo inaashiria nini? Inakwambia ya kwamba yule woman rep ako hapa na pahali kwingine hajafanya kazi zake. Manake inawezekanaje ya kwamba rais na mdogo wake wanaweza kuja maeneo bunge kufanya empowerment ili hali woman rep yupo? Kazi kubwa ya woman rep ni kufanya hiyo empowerment, sababu anawakilisha wale ambao hawajiwezi, wakiwemo wazee, wamama, vijana, watoto na pia wanaoishi kwa ulemavu. Ni kazi ya woman rep ile kazi. Kwa hivyo mimi kwangu katika kutaka kukua woman rep ndio niweze kuzifanya hizo kazi. Nataka kukumbusha kama vile ambavyo umesikia mimi nilijenga darasa ya watoto ambao wanaishi katika ulemavu. Wazazi wale wako na watoto ambao ni walemavu wanaishi kwa shida sana. Manake hawezi akatoka nje akamwacha mtoto wake. Wakati mwingi hata wakipata watu wa kuwasaidia kazi wanatoroka. Yule mzazi hawezi akaenda kazi sababu hata atamwachia mtoto nani. Kwa hivyo nikaona ni vyema wale ambao wazazi wako na watoto ambao ni walemavu tuwapatie darasa ambapo watapeleka watoto wao pale, pia nao waweze kupumua kama watu wengine. Yule mtoto anaangaliwa pale, yule mama anatoka na tabasamu na wamama wengine na watu wengine wa kijiji, anafanya kazi zake, aidha ni kufua, akiwa na mtu ambaye anamwangalia ule mtoto. Nakumbuka nikiwa mtoto msichana mdogo, nikiwa shuleni pale primary school, nilisomea sio mbali sana na nyumbani, lakini nikaenda katika shule moja mission school, Catholic school, ilikuwa inaitwa St. Agnes, na sikujua ya kwamba ningeanza hii kazi ya woman rep mapema hivyo. Kwa hivyo pale ilikuwa boarding school, na tulikuwa wale wanaingia wakiwa wageni walikuwa wanaingia mbele siku 2 ama siku 3 mbele ya wale wengine, ndio wale wengine wakija shuleni wanakuwa pamoja. Kwa hivyo mimi nilikuwa nachukuliwa na mwalimu mkuu ambaye alikuwa anaitwa Sister Marceline. Ananipeleka pale shuleni, anakuja naomba wazazi wangu, anawaambia tunawaomba mtupatie Eunice, twende naye shuleni akawachunge wale wengine ambao wanakuja. Na nilifanya kazi hiyo kutoka nikiwa class 5 hadi nikawa kumaliza class 8 nikiwa ile shule. So hii kitu ya kutaka kukua woman rep inakuja pia na passion na zile vitu ambazo unaweza taka kuzifanya. So hiyo ndio sababu naona ni mwafaka kukua woman rep kuliko kukua katika eneo bunge, ambayo eneo bunge kazi zake ni ziko tofauti kidogo na ile ya woman rep. Yes. Okay. Kazi za bunge ni kuwakilisha watu, oversight na representation na registration, utunzi wa sheria. Lakini woman rep anafanya hizo, kutunga sheria,
kuwakilisha watu na pia kuangalia ile oversight, na bado anawakilisha kwa njia speciali ya wale ambao hawajiwezi. Mheshimiwa, kila mtu wakati huu ukiangalia hata kwenye blogging na kila mahali, watu wengi ukiona wanasema tungiataka kukue kama Keharo. Kila mtu anataka kujitanisha na mbunge wa kule Keharo, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Wewe uko na role model kwa women rep mwenye unaweza kusema kwa nchi hii kuna role model, kuna women rep mwenye ninaweza taka nikifanya angalau ninamwangalia, ninaona vile alivyofanya. Do you have any? Swali mwafaka kabisa. Mimi sina role model. Mimi ndio nitakuwa role model wa wale women rep wengine. Manake sijaona hasa yule woman rep akiongozwa na mwenye ametoka hapa ambaye anaitwa Chelule akiwa nafanya ile kazi anastahili kufanya. Katika woman rep kazi zake nitaisema kwa kizungu, sijui inaitwa self development. Ni mambo ambayo inaambatana na watu katika ubinafsi wao. Kivipi? Tuseme kama sasa hivi hapa pako na mtoto mlemavu. Yule mtoto mlemavu utamsaidiaje? Yeye kivyake. Manake kumbuka katika katiba yetu pameandikwa vizuri sana kazi za kila mmoja. Kwa hivyo we kazi yako ni kushughulikia watu ambao hawajiwezi. Na kuwashughulikia ni kivipi? Kama pale pako na mtoto mlemavu ama mtu mlemavu na hana vifaa ambavyo vinaweza kumsaidia ndiposa aweze kukuja katika kiwango cha hawa watu wengine. For instance, yule mtoto haoni, yule mtoto hasikii, mnamtafutia vifaa na yule hatembei vya kumwezesha yeye kutembea, kusikia, ama ile white cane ya kumsaidia kutembea. Kwa hivyo mimi sijamuona yule woman rep. Na mimi naomba nikuwe yule woman rep atawaonyesha kama role model. Kwa sababu tunawaona tu wanaenda bunge tu kama wale wengine kawaida, bila ya kujua wako na kazi ingine extra. Na ndio unapata mara hiki kiti kilipatianwa na tunaoshindana ni wanawake peke yake. Ndiposa yule atapata kiti ni mwanamke, akipata tena ni mwanamke, ndiposa aweze kufanya hizo kazi. Kwa hivyo ujue mwanamke amepatiwa hiyo kazi speciali, na pia yuko katika bunge kufanya hao mambo mengine mbunge wa kawaida ambaye anaifanya. Kwa hivyo mimi sijamuona mbunge mama ambaye anafanya ile kazi na stahili. Na ndio nimekuja nikuwe role model ya wale wengine. Na wakinipa kazi hapa Nakuru County wataona vile ambavyo nitafanya. Maybe kwa swali nyingine labda nikuulize. Tunaona ya kwamba ama umetaja ya kwamba women rep ama last week wakati nilikuwa nikikuhoji ulisema women rep ni kama glue ambaye anashikanisha hawa watu. Mheshimiwa, kabla hujashikanisha hawa watu, wewe unaweza kuwa glue kwa wale leaders because it's very rare. Tuambiane ukweli. Ni rare sana. Ama mimi niseme kwetu Nakuru. Sijaona women rep ameketi, women rep, governor, senator, MPs. Sijawaona hata siku moja wameketi pamoja. Sijui kama wewe pia uko na hiyo role ama utajukumika kukua ya kwamba utaweza kufanya kazi na mbunge. Sio lazima uwalete wote pamoja. Lakini utaweza kufanya kazi na wabunge, utaweza kufanya kazi vile vile na governor, senator. Sijui kama uko na hiyo kwa mind yako because it is rare. Tuwaone kwanza kwetu Nakuru. Tuseme ukweli, sijawaona wameketi pamoja. Yes. Sasa kwangu mimi kuna swali huwa najiuliza na halina majibu kweli kweli. Kama vile nilikwambia wiki iliyopita ni kwamba woman rep ndiye gundi, ile glue ya kushikanisha watu. Na katika katiba yetu imenakiliwa vizuri sana kazi ya kila mmoja. Sasa sielewi ni kwa nini hawasikilizani. Nyumba hii wakati inajengwa, fundi wa paa si fundi wa ukuta, si fundi wa kuweka hizi fittings huku, si fundi wa kuweka tap. Kuna mafundi tofauti katika nyumba na lazima wote wakuje pamoja ndio ile nyumba ikuwe functional. Sasa woman rep ako na kazi yake.
Governor ako na kazi yake, woman rep ako na kazi yake, senator yuko na kazi yake, na MCA yuko na kazi yake. Na kuweka zaidi, county government iko na wale ambao wanafanya kazi pale kama executive. Kumaanisha nini? Kila mtu ako na role yake. Hakuna haja ya kukosana. Tunahitajiana sana. Ambaye huwa anatetea pesa ya kukuja county anaitwa senator. Anaye panga ile pesa kupitia bajeti ni governor wakiwa pamoja na MCA. Anayeenda bunge kuweka katika ile budget ndiposa ifikie county zote ni mbunge ambaye yuko katika county pamoja na woman rep, wanakuwa pamoja pale. Sasa ni wapi hawa watu wanakosania? Lakini pia ninafikiria ni kwa nini? Ni ile kupigana sababu ya kujiona mmoja ni mkubwa kuliko yule mwingine. Lakini ningependa kuambia viongozi ambao wapo sahizi na watakao chaguliwa wajue hakuna mtu anaweza fanya kazi akiwa peke yake. Tukifanya tukiwa pamoja itakuwa mwafaka kuliko mtu afanye akiwa kivyake na mwingine kivyake. Kwa nini nasema hivyo? Mimi kama woman rep sina uwezo kabisa wa kujua katika kijiji fulani inaitwa Kadhondia ya kwamba pale kuna nyanya mmoja mzee amewachwa na watu wake, hana mtu wa kumwangalia. Atakaye niambia ni MCA wa hiyo area. Nitakaye kwenda kuongea na yeye ndiposa bajeti ikuje juu ni mbunge mwenzangu ambaye yako katika kaunti yangu. Nimwambie na mimi hapa katika hizi pesa ambazo zimetengwa za kusaidia watu pale mashinani hazitoshi. Tutafanya namna gani? Pale bunge ni malumbano. Ni kwenda kusaidiana katika bajeti na kuitisha pesa zaidi zikuje. Ni lazima nitalobe na yule mbunge mwingine ndio tupate zile pesa. Naye yule seneta wangu ndiye atakayeleta pesa zingine zikuje katika county ziweze kufanya zile kazi zinafanywa county. Mojawapo kuleta dawa katika hospitali, ujenzi wa hospitali, kutengeneza zahanati, kwenda kutengeneza madarasa ya watoto ambao wako katika chekechea, kwenda kuangalia mashamba, mambo ya ukulima. Hiyo ni mambo ya governor afanye. Na kwa hivyo hiyo mambo atafanya kulingana na vile zile pesa ameletewa na senator. Kwa hivyo viongozi wenzangu na ambao tutakuwa tumechaguliwa na wao, hakuna haja ya kukosana. Ni mtu afanye, ashikilie pande yake, tufanye kazi, ndio mwenye kupata faida ni mkaazi wa Nakuru County. Mheshimiwa, wacha tuende kwa siasa za Nakuru. Mara mingi ama Mheshimiwa Liza Chelule amewabwaga kwa mara ya 3, hii ni mara ya 3, ako kwa term 2. Nilikuwa unajua hata tukiondoa ukabila ama tuseme hakuna ukabila, kuna regions zile unajua hii area mtu fulani anahitajika. Na sisi kuna eneo fulani mnasimama mkiwa wengi. Na kisha mkisimama mkiwa wengi, labda mtu akiwa mahali pale peke yake anakuja anapita katikati yenu. Ni nini unafanya ili labda ama hiyo utasema unatoa siri zako? Sijui. Kwanza kabisa nikukuelezea Bwana Jose ya kwamba hapa Nakuru County hakuna ukabila, hasa hakuna. You want to tell me the truth? Mimi nataka kusema ukweli. Haya ni mashindano. Yes. Na watu wasiweke ukabila hapa, hakuna ukabila. Na mwenye nafikiria ukabila inaweza msaidia haiwezi. Tazama sisi wa Kikuyu tumekuwa na president miaka mingi sana. Wakalenjin wamekuwa na president miaka mingi sana. Lakini hiyo ijazuia wao kutokuwa na shida. Kwa sasa hivi huu uchaguzi ambao unakuja ni uchaguzi tofauti sana. Tumekuwa tukiangalia mambo ambayo haistahili katika kuchagua viongozi wetu. Unene wa watu, wengine nasikia wakisema mimi ndio mdogo sana hapa munipe kura. Mimi ndio munono, mimi ndio niko na umri mkuu, mimi ndio niko na umri mdogo. Ng'ombe zangu zilikufa last week, mwingine anasema niko na shamba kubwa. Mkaazi wa Nakuru,
hizo sio qualifications za kupatiwa kiti. Can I add something? Yes. Bila kuogopa. Yes. Mimi ni mtoto wa single mother. Hiyo imekuwa ni notion kila mahali. Wacha niwaambie Yes. watu wetu, kukuwa mtoto wa single mother ni kitu ambacho kinakupata bila wewe kukusudia. Na ikikupata kama uko na wazazi wawili pia haukukusudia. Na kila mtu ako na ile kitu Mungu amempatia ndani yake. Lakini moja ya viwango ya kupitishwa kukuwa kiongozi sio hiyo. Yes. Viwango ni kwamba unaweza fanya kazi ile, uko na tajriba, yani uko na uzoefu wa kufanya ile kazi, ushawahi fanya mahali kwingine. Sasa wewe Jose, mimi naweza kuja hapa kwa studio niseme nitaanza kurekodi, sijui, sina ujuzi. Lakini mimi nakwambia ya kwamba kukuwa kiongozi, nimeshawahi kukuwa kiongozi na naweza kukuwa kiongozi. Kwa hivyo watu wetu, wacheni kudanganywa na mtu yoyote ya kwamba mimi ndio youngest, wale wengine ni wazee, mimi ndio natoka sijui pande gani, watu wetu hawapendwi. Hakuna mtu hapendwi, ni kulingana na vile tutauza sera. Vile nataka kuambia watu wetu, tumekuwa tukipata hivyo visababu ya kwamba mimi nimetoka kabila fulani, si tuko wachache, hichi kiti chetu. Kwa sasa hivi hakuna mambo kama hayo. Tunaingia kwa uwanja sisi wote. Mi hasa nimetoka kwa chama kinaitwa DCP. Na tuko wengi pale DCP. Lakini naamini ya kwamba mimi ndio nitapata tiketi ya DCP. Na kwa nini nitapata ile tiketi? Nitapata tiketi kwa sababu nitaenda kwa wananchi kuomba na nikiwaambia vile ambavyo naweza kuwafanyia. For instance, hii Nakuru yetu tumekuwa na shida sana. Watu kuwaua watoto kiholela holela, watu kubaka watoto kiholela holela, GBV ile vita vya nyumbani mpaka watu wanauana. Hiyo mambo ni ya woman rape. Na lazima tukuje na madarasa ambayo tutafunza watu wetu ya kwamba kufanya hivyo sio vizuri. Angalia, wewe Jose, wewe ni survivor wa unywaji na ulevi wa pombe. Sasa uko hapa uliwacha, Mungu alikusaidia ukawacha. No. Ukatia bidii, familia yako ikakushikilia. Boma yako, mke wako, watoto wako pamoja na watu wenu wakakushikilia pamoja na society. Hivyo ndio kazi ya woman rep inafaa kukua. Tushikane pamoja, tusaidiane. Manake kwa sasa hivi mambo yameenda kangaja. Kazi hakuna. Unaona viwanda ambavyo tulikuwa navyo hapa Kenya vimeenda vibaya. Kodi imekuwa juu sana. Watu wamefunga viwanda. Kutengeneza bidhaa ambazo zinatakikana imeenda juu sana. Hadi watu wanaenda katika losses, wanasema wanafunga viwanda. Watu wetu hawana kazi. Katika ukulima pia mashamba hakuna. Umeona tumepatikana na kiangazi. Lazima tubuni mambo leo ya vile ambavyo tutaweza kujidumu katika maisha yetu, tupate vyakula vya kutosha, ndio tuache kupigana katika maboma. Tuone vile tutafanya na zile talent ziko huku katika kaunti yetu. Watu wako na vipaji mbalimbali. Kuna michezo, kuna mziki, kuna vitu vingi ambao watu wanaweza fanya. Nchi kama Marekani imesaidiwa na talent. Ukienda katika Olympics, Amerika inakuwa namba 1. Ukienda katika utunzi wa nyimbo na ngoma, Amerika wanakuwa namba 1. Na usikose kujua ya kwamba wale ambao wanafanya hiyo kazi ni Waafrika kutoka Afrika. Wameenda kule, wamesaidiwa hadi Amerika ikakuja juu. Ukulima kule unafanywa na Afrika. Film zote, ile movie zote unaona hapo, Amerika ndio namba 1. Lakini kuna nchi moja inakuja kupita hizi zote sasa. Angalia vile China inaenda sasa. Sababu ya uzinduzi, teknolojia. Nikiangalia hapa, masimu, kamera, ukiangalia katika boma zetu siku hizi, hata vikombe kama hivi unaona made in China. Kwa nini tusifanye hayo mambo hapa kwetu? Ndio watu wetu wapate kazi. Tumezindua vitu vingi sana hapa kwetu. Ukienda unapata nyumba imejengwa, unashangaa imejengwa aje. Hapa kwetu ushonaji wa nguo kama hizi, zile zinaendanga huko nje, zimetoka Kenya na zinashonwa vizuri sana. Wakati mwingine ukienda katika mtumba utakutana made in Kenya. Kumaanisha
hizo nguo zilishonewa hapa, zikapelekwa kule, tena zinauzwa kama mtumba hapa. Nataka kuambia watu wetu wa Nakuru ya kwamba watu wetu wanaweza wakafanya kazi. Uongozi mbaya unaleta mambo mabaya. Viongozi wabaya wanatuweka vibaya. Kwa hivyo ni wakati wetu sasa, kama wananchi wa hapa Nakuru, tupige msasa tena vizuri kabisa. Mtu asikuje hapa kukwambia sijui mimi ndio nilipigwa picha wa kwanza nikiwa na Kenyatta. Hiyo sio qualification ya kukua kiongozi. Tutafuta viongozi ambao watatuwezesha na kutusaidia kuleta dawa katika hospitali, kujenga barabara ndio mazao yetu yaweze kutoka kwa shamba, masoko yatengenezwe ndio watu waende kuuzia mazao yao pale. Serikali itengeneze masoko ya kwenda na nje, kahawa yetu, majani yetu itoke hapa iende, ndiposa hata sisi hii kazi ya woman rep iweze kukua kidogo, aweze kusaidia watu wote. Yes, na kwa sababu ya muda, nataka labda ama ninaomba kwa heshima, kwa sababu singeataka sana utoke hapa kabla haujaguzia hili swala. Na ni vizuri umeuza sera zako sana. Nikuulize tu, kuna maswala ama unajua taifa letu limekumbwa sana na maswala ya ulevi. Na hili ni jambo ambalo kila familia ama kila boma wako na labda mtu mlevi ama wao wenyewe ni walevi. Nini unaona, kwa sababu kwenye hii doketi yenu ama kwenye hii ofisi ya mwakilishi wa kina mama iko na mambo yapi ambayo labda inaweza kuzingatia kwa sababu ya hii jambo la ulevi? Kwa sababu ninaamini mbunge, MCA, president, senator, wote hawa wakiungana labda wanaweza saidiana sana kwa masuala ya pombe. Ni nini utakayosema hasa kwa masuala ya utumiaji wa madawa ya kulevya? Asante sana Jose. Nasitikika sana kama mzazi, mama, dada ya wengi, rafiki ya wengi, sababu ya ulevi ambao umekuja katika nchi yetu na hasa maeneo haya yetu ya hapa Nakuru County. Ningetaka kusema hivi, serikali yetu kuu lazima iwajibike. Kuna kitu inaitwa KEBS, ile shirika ambalo linaangalia usawa wa bidhaa na ubora wa bidhaa ambazo zinauzwa hapa Kenya. Sisi hatusemi biashara za hao ambao wanauza vileo zifungwe. Lakini kwa kweli kabisa serikali imetuangusha. Kwa nini? Huwezi ukaambia watu wasikunywe pombe, unakuja kuwashika na unaenda katika pale kunauzwa pombe ambao ni haramu, wanachukua hongo na wanawacha wale watu. Serikali iwajibike. Iende mahali hizo pombe haramu zinatengenezwa, wafunge. Ni jukumu la county government kujua vile ambavyo inaweka license ya kupatiana ruhusa kukue na bus ama whatever it is. Mimi nataka kusema serikali imeanguka kwa sababu ya hiyo. Number 2, ukosefu wa kazi kwa sababu ya serikali kukosa kubuni mambo ya kuleta utajiri na wakusaidia watu kuajiriwa, ndio imekosa hii maneno. Vijana wanapojipata hawana mahali pa kwenda na ile pombe haramu inapatikana kwa urahisi, wanaingia hapo. Wanasema wanaenda kutoa mawazo. Na ni vibaya sana kwa sababu unapoitisha serikali ukiwa hata president, huwa unasema mimi nitasimamia watu wangu, nitawalinda pamoja na mali yao. Na kuruhusu pombe na madawa ya kulevya ikuwe imeingia katika nchi ni makosa sana. Sasa ile ambayo imebaki, sheria yetu ni mzuri sana. Tuko na katiba ambayo ni bora zaidi katika ulimwengu. Na kila kitu kiko katika katiba. Na sheria yoyote ambayo inaundwa haiwezi kakua kubwa kuliko katiba. Ningependa kusema hivi, tufuate mambo ya ubora wa bidhaa na pia tukue na regulations. Haiwezekani kabisa kukua kama town ndogo ya buildings 15, buildings 10 ni bar. Viongozi wanafanya kazi gani? Ambao wanaishi katika kijiji hicho wanafanya kazi gani?
Juzi nilikuwa katika maombolezi kijiji kimoja kinaitwa kule Mirera, na nikafurahia sana sababu hapo ndio pia mimi niko naishi hapo. Unajua, nilisikia watu wa hapo wakisema kuna mtu alijaribu kufungua baa hapo, walichukua signature 800 wakapeleka kwa DC. Wakasema hatutaki baa hapa. Haikufanyika. Watu wetu tuchukue jukumu. Watu ndio nguvu, watu ndio sheria. Mkiona katika kijiji baa zinakuwa nyingi kuliko shule, kuliko kanisa, kuliko maduka ya kuuza vitu vya rejareja, watu wa area hiyo wachukue signatures wapeleke kwa DC, waseme hatutaki hizi baa hapa. Na kama ni baa ifunguliwe masaa inayotakikana na ikuwe iko distance kabisa kutoka mahali watoto wako. Jambo lingine, hiyo cabs lazima saa iwajibike. Kuna pombe zinauzwa hapa, chupa kadogo hivi, wanakunywa wanaume 3. Wanalewa chakari, wakiingia kwa baa wanafungwa huku chini katika suruali zao. Sababu najua maajabu yatafanyika. Mbona serikali inawaachia hiyo mambo kufanyika? County government pamoja na national government wajukumike haraka iwezekanavyo. Na sisi kama wazazi, kama community, kama kanisa, tukuje pamoja. Tusaidie wale watoto ambao wametokomea pahali kama hapo, tuweze kuwainua na tuweze kuongea na wao tunapotafuta ni kazi gani watafanya ndiposa waache kuenda katika unywaji wa pombe na uvutaji wa bangi na pia madawa ya kulevya. Kwa dakika 2. Kabisa. Mimi ninajua ya kwamba kwangu mimi ninajua ama watu wengi wanajua Uhuru Kenyatta ndio alikuwa truthful man. Hii ni kwa sababu yeye alituambia nyinyi watu mtanikumbuka, msichague mtu fulani. Lakini watu wakachagua. Na yule aliyetuambia tuchague alikuwa ni Mheshimiwa Gachagua, ambaye sasa ametuambia yule ni mbaya. Nikuulize mheshimiwa, labda kati ya hawa wawili, hata kama ni wewe, tuambiane ukweli, ni nani unaona ataweza kuwa the truthful man? Kwa sababu huyu alituambia tusichague, huyu akatuambia tuchague, na kisha sasa anatuambia tuchague. Ni unapo respond to that, I also want to ask you this question, ama nikuulize tu swali hili wakati utajibu haya ili tuweze kufunga kipindi. Tuseme kwa mfano, wakati uliopita tulitokomea sana ama tulifanya uamuzi usio bora kwa sababu ya kuchagua watu kwa ajili ya chama. Leo hii DCP inipatie women rep ambayo ninaona ni mzuri na hata ground inaona ni mzuri. Lakini the same DCP bila kufanya uchunguzi wake ama bila kufanya unaelewa vile nasema, mtu akuje alete tunaona yule anayefaa ako kwa chama kingine. Lakini kwa sababu Mheshimiwa Gachagua amepita kwa gari juu akasema mtanipatia huyu kiongozi, ni yapi hapa? Unaona aje masuala hije? Siasa za chama si vibaya kuwa kwa chama, lakini masuala ni nini itafanywa ili tuweze kupata watu, the right people? Nafurahia sana Jose unaponiuliza ya kwamba the truthful man. Yes. Kwa dakika chache. Sasa wewe, inawezekanaje kiboko atoke ndani ya mto aje akwambie mamba ni mgonjwa ukose kuamini? Sisi ndio wenye makosa. Na sisi ndio tunakosa kufanya kazi ya kuangalia na kupiga msasa viongozi wetu. Tulipoambiwa vile ambavyo tuliambiwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, watu walikataa kuamini. Lakini sasa wanajuta. Tena pia Gachagua akaja, akaingia pale. Amegundua ya kwamba mambo si mazuri. Lakini yeye alitoka. Wakati vijana wetu waliuawa pale Nairobi, walienda maandamano kudai haki yao. Hakuna kazi. Wacha kupitisha finance bill ambayo haiwezi katusaidia. Tunafinyika. Mambo ni mabaya. Walipotoka na katiba yetu imeruhusu watu kufanya maandamano, serikali ilitoka na kupiga risasi. Mheshimiwa Gachagua hakukimia. Kama kuna jambo bora alifanya katika maisha yetu ni kwenda na kusema na waomba muache vile vita.
na sisi kama serikali tutakaa pamoja tuangalie. Aliposema hivyo, mambo yalimgeuka, akatimbuliwa kutoka serikalini. Lakini nashukuru sababu Mheshimiwa Gachagua hajakimya, ameenda moja kwa moja na akasema ukweli yale alipopata pale. Nimemwona tu jana na nikashangaa Mheshimiwa Kuria Moses jana hii alikuwa kwa runinga moja akisema ya kwamba kwa kweli wakati Gachagua alikuwa katika serikalini tulikuwa tuko na nafasi nzuri sana kama jamii na tulikuwa tunasikika. Kwa sasa hivi misuli yetu imeenda chini, hatuwezi tukasikika pale, manake hakuna mtu anatusaidia pale. Kwa hivyo ningesema hawa viongozi wawili walikuwa wanasema ukweli, lakini sisi hatukusikia. Naomba mtazamaji wa siku ya leo katika The Truth Seat anisikie siku ya leo. Tunapopata viongozi ambao wanasema ukweli, na sisi tuwajibike kutafuta huo ukweli. Manake kama tungetafuta huo ukweli, hatungeka katika mto, hatungepata hii majanga ambayo tumepata. Kwa hivyo wale wawili walikuwa truthful. Hiyo ingine ni mambo ya vyama. Mimi nasimama katika chama cha DCP. Hakuna chama huwa kinachagua mtu, hakuna chama kinatapatiana nomination. Wananchi ndio wanasajili katika kile chama. Wanaposajili katika kile chama, tukienda katika nominations, wanachagua yule kiongozi ambao wanaona ni mwafaka kwao. Kwa hivyo mara hii mjue nchi yetu iko na mtindo fulani. Wanachagua watu pale katika nominations, wanasema ni hivyo. Na pia iko mtindo watu hawatokelezei wakati wa nominations. Ningetaka kuambia hivi na ningeomba niwaambie hivi wananchi wa Nakuru County. Tafadhali, chama changu na chama chetu hapa Nakuru County ni DCP. Kujeni mjisajili katika DCP. Hiyo ni baada vijana na nyie ambao hawana kura waende wajiandikishe kura. Tujiandikishe katika chama. Vyama ni vingi, lakini mimi natetea chama changu cha DCP. Ndiposa wakati wa kwenda nomination mnichague mimi, najua mimi ndio kiongozi bora. Na yule mwingine mtaona katika hivyo viti vingine. Mwachague sababu chama kitachukua yule ambao mmemchagua nyinyi. Mkichagua yeye sio mzuri, ndiye ataenda moja kwa moja kupigana na wengine. Na kama chama kiko na nguvu, yule mtu atashinda. Na naposhinda, kama mmechagua mtu ambaye hana tajriba ya kazi, hana uzoefu wa kazi, hajui kufanya hiyo kazi, mtakuwa mmejiangusha wenyewe. Kwa hivyo jukumu ni kwa mwananchi. So thank you very much. Na asante sana kwa kutenga muda na kukuja hapa. Thank you very much Mama Soko, Mheshimiwa Mama Soko. Na ukienda upatane na party leader wa DCP, mwambie huku Nakuru kuna studio moja ambao huleta kipindi kinaitwa The Truth Seat. Na siku moja kama sio yeye, anitumie mtu akuje hapa atuambie kuhusu chama. Sasa wewe Jose, naona ni kama uliiba ile jina ya The Truthful Man ya party leader wangu ambaye ni Gachagua. Na ningependa kumwambia mtazamaji ya kwamba tarehe 27 kiongozi wetu anakuja hapa Nakuru County. Safari yake itaanzia pale Mai Mahiu, akija hadi Naivasha town, akuje Gilgil, alafu tuende pale town, Nakuru pale city, panaitwa Kanu House, hapo ndio tutakutana. Alafu siku ya pili akuje akianzia hapa Bahati, tukielekea all the way kwenda Subukia. Na wasihi hivi, nyinyi watu ndio mtatengeneza kiongozi wenu. Na kiongozi wetu ameshajitokeza kama Gachagua, our truthful man. Kujeni hiyo siku, mtokelezee, msikie sera, msikilize kiongozi wenu, ndiposa tuweze kukua na kiongozi. Kwa siku mingi hatujakuwa na kiongozi. Sasa tumepata shujaa ambaye anasema ukweli, na kama vile Jose amesema, nitamwambia hapa iko studio ambapo inaitwa The Truth Seat, ile ambayo inaitwa kama jina lake, The Truthful Man. Yeah. Na pia kumwambia hapa kuna survivors wengi wa alcohol addiction na drug and substance. Atusaidie pahali ambapo anaweza, ndiposa watu watoke hapo waje upande wenye Jose alikuja. Asanteni sana na Mungu awabariki.